Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa alil athhar, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunaendelea na vipindi vyetu hivi ambavyo lengo hasa ni kuzungumzia umuhimu wa lishe kwa mwanadamu. Na katika vipindi vilivyotangulia tumezungumza ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani kuhusu umuhimu wa lishe, kwamba Mwenyezi Mungu anatutaka sisi kama wanadamu tuangalie, tutafakari, tuone ule uwezo wake Mwenyezi Mungu, namna alivyotuumbia vyakula mbalimbali ambavyo ndio msingi wa lishe ya mwanadamu. Kwa hivyo tumeelezea kwa mukhtasar ile aya ya suratu Abasa wa Tawalla, na tukagusia kwamba Mwenyezi Mungu ametuumbia nafaka, akatuumbia mboga. Kisha baada ya Mwenyezi Mungu kutaja nafaka, mboga, Mwenyezi Mungu anatuambia wafakihata, akasema faambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Mwenyezi Mungu akaendelea kutaja baadhi ya matunda maalum. Hapa akataja zaitun, ambayo kama mmea huu unazalisha yale mafuta ambayo ni mafuta ya zaitun. Kwa hivyo ni mmea ambao una umuhimu mkubwa, na tutakuja kuzungumzia kwa upana zaidi na faida zake. Kisha akataja Mwenyezi Mungu nakhla, ambazo ni tende, kama mmea, kama tunda hili ambalo ni maarufu ulimwenguni na hususan katika mwezi wa Ramadhani, kwamba ni chakula ambacho kinaliwa sana, na tutaeleza faida za tende. Kwa hivyo wazaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Mwenyezi Mungu pia anaelezea kwamba ameumba mabustani yenye kuwa na miti mikubwa mirefu ambayo yenye kuwa na matawi. Kwa hivyo imeshikamana, hadaiqa ghulba. Na hii ni kuonyesha kwamba ule umuhimu wa kuwa na miti katika mazingira ya mwanadamu, kuzalisha hewa na kadhalika. Wafakihata wa abba. Kisha Mwenyezi Mungu anataja hapa fakiha, maana yake ni matunda, ule umuhimu wa matunda katika lishe ya mwanadamu. Na hili ndugu zangu tunalizungumza ni swala muhimu. Unajua kuna watu wameweka mazoea, tumezungumza kule mwanzo, kuna watu wameweka mazoea au ada ya chakula. Mtu anakula chakula chake, amezoea kula kama ni ugali na mboga na mchuzi, whatever it is, iwe ni wali na kadhalika, na kimaliza mtu huyu ananyanyuka, anaondoka na anashukuru Mwenyezi Mungu, anasema alhamdulillahi rabbil alamin. Tunasema ni jambo zuri kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyekupa riziki, lakini ule mlo ambao umekula ni mlo ambao hautoshelezi mahitaji yako ya mwili, na bado hujaelewa vile Mwenyezi Mungu alivyotaka wewe ule. Mwenyezi Mungu amekueleza faliyandhuril insanu ila taami, mwanadamu na atazame na atumie akili yake, atafakari, aangalie chakula chake, aone ule uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa maana Mwenyezi Mungu aliyekuumba akakupa mwili huu ambao ameutengeneza kama tulivyosema kwa elementi 4 za msingi ambazo ni carbon, oxygen, hydrogen na nitrogen. Akakuumba kuna elementi zingine 8, kuna zingine 8 tena ambazo zinazotengeneza mwili. Unahitaji kupata elementi zote hizo. Utazipata wapi? Katika chakula. Sana kile chakula Mwenyezi Mungu aliweka zile elementi sehemu mbalimbali, kwa hivyo unahitaji kuzipata. Sasa unahitaji pia na matunda. Wanasema wafakihata wa abba. Matunda ni muhimu ndugu zangu, ambapo nikitoa tu mfano mdogo hapa. Kwa hivyo yale mazoea yanatusumbua sana. Unafikiri kwamba umemaliza kula kila kitu, alhamdulillah, unaondoka. Matunda, mtu anakula na shiba sana kiasi kwamba hana mahala pa kuweka matunda, au hana mahala pia pa kuweka hata maji. Sasa haya matunda ndugu zangu
ni jambo ambalo ni la msingi katika uhai wa mwanadamu. Hebu fikiria, kwa mfano tu, tutoe mfano wa haraka haraka. Matunda mengi yana vitamin C. Sasa hii vitamin C ukiichezea, kuna ugonjwa maarufu katika historia ambao unaitwa scurvy. Ni ugonjwa wa kukosa vitamin C. Yaani ile stock yako ya vitamin C ambao ni ascorbic acid ndani ya mwili wako imepungua, iko chini. Kunatokea nini sasa? Sababu ile vitamin C ambayo inapatikana ndani ya matunda kiujumla na ndani ya mboga ina umuhimu mkubwa sana ndani ya kuweza kurahisisha zile reaction ndani ya mwili. Ule utengenezaji wa collagen ndani ya mwili wa mwanadamu unategemea ile vitamin C. Sasa hebu jitafakari au jifikirie tu, pindi ile collagen inashindikana kutengenezwa, ngozi yako itakuwaje? Kwa sababu ile collagen ndio inayotengeneza ngozi. Hebu jifikirie ile mifupa yako na zile ligaments zinazoshikiza, manake mifupa kwa mifupa, zote zimetengenezwa kwa sehemu kubwa na collagen. Katika vipindi vilivyotangulia nilizungumza swala la collagen hapa. Ni protini ambayo ina wingi sana ndani ya mwili wa mwanadamu, kwa sababu iko sehemu mbalimbali, ndani ya mifupa, ndani ya ngozi, ndani ya tishu mbalimbali ambazo zinazoshikiza ndani ya mwili. Ligaments, zile tendons ambazo zinazoshikiza, yani misuli na mifupa, zote zimetengenezwa kwa collagen. Sasa hebu fikiria ikiwa unakosa vitamin C. Alafu collagen imepungua ndani ya mwili wako, haitengenezwi. So unaona matokeo yanayojitokeza ni kuona, kwa mfano moja katika matokeo, manake zile symptoms za magonjwa haya ya kukosa vitamin C ni kama vile kuwa na bleeding gums, yani huu fizi unatoka damu, la inafika mahala mpaka meno yanang'oka. Lakini matatizo ni mengi ukiangalia kukosa vitamin C, kwa sababu inafika mahala mpaka mtu make mifupa, kutembea na kila kitu kinashindikana. Ukichanika mahala unashindwa, yani umeumia mahala panatoka damu, inashindwa kufunga kidonda na kadhalika yako. Yani yanajitokeza matatizo mengi kwa sababu ya kukosekana swala lile la collagen ndani ya mwili kiujumla. Unaona, unaanza kutoka damu sehemu mbalimbali kwa sababu ya tatizo hilo. Ni tatizo tu kwamba umekosa vitamin C, ambao Mwenyezi Mungu anasema wafakihata wa abba, na matunda tumewaumbieni nyinyi ili muweze kuyatumia, ni muhimu kwa ajili ya afya yenu. Sasa ndio hapo tunaporudi tunaambiana kwa kweli, inakuwaje wewe kama unamwamini Mwenyezi Mungu amekuumbia vyakula hivi, inakuwaje unaweza kula mlo alafu ukakosa matunda? La, sasa ndio tunataka kuambiana ukweli mwingine. Kuna watu wamejenga mazoea, sio kwamba hana uwezo, lakini ni mazoea, hakuzoea hivyo. Kwa hiyo anakula kile alichozoea kula na anachopenda kula, anasema ndicho nilichokipenda, na unamkuta kwamba hana mboga. Unamkuta mtu hawezi kutafuta hata tuseme nini ile salad lettuce akakatakata hivi majani kwa ajili ya kula. Anasema mimi sio mbuzi nikala namna hii, siwezi kula namna hii, manake yeye hawezi kula namna hiyo. So, haya ni matatizo ya kutokuelewa umuhimu wa lishe, na matokeo yake ni mabaya. Na ujinga huu unatupeleka kutufundisha kwamba tumeshindwa kumuelewa pia Mwenyezi Mungu. Na watu wengine, hapa ndipo napotaka kumalizia kidogo swala hili. Kuna watu wengine wamejenga fikra, kwa maana ikiwa wewe unakula chakula, ukawa umekula chakula ambacho kinatosheleza, kuna matunda, kuna mboga, kuna kachumbari, alafu saa zingine kuna nafaka moja au mbili namna hii, mtu anakuambia wewe unafanya israfu, kwa hivyo huu ni ulaji sio mzuri, sio, manake ni kama vile kusema kwamba Mwenyezi Mungu hataki. Haya ni mambo ya ajabu kuangalia kwamba mtu ambaye anayemwamini Mwenyezi Mungu akawa na fikra za namna hii, kwa sababu ni sawa sana kusema
huyu Mwenyezi Mungu aliyetuumbia vyakula hivi alikuwa hajui? Na tukiangalia kwamba hivi vyakula vyote vina umuhimu, kama tulivyozungumza, ni kwamba mwili una mahitaji. Kwa hivyo mwanadamu anahitaji kula mlo ambao ulokuwa kamili, tunasema balance diet. Yani kila kitu kiko pale ambacho kinakidhi mahitaji yako ya kila elementi unayohitaji ndani ya mwili wako. Kwa hivyo unahitaji kujua kwamba je, nimepata vitamin C inaonitosha kwa ajili ya mwili wangu kwa kula chakula hiki? Je, kwa kula chakula hiki, je, nitapata madini kwa mfano ya phosphorus, magnesium, calcium, nitapata madini ya iodine, nitapata madini ya sodium. Of course sodium na chlorine ni vitu ambavyo ni vingi kwa sababu kila mtu anapata chumvi, alhamdulillah. Kwa hivyo je, nitapata madini yote ambayo nahitaji kwa ajili ya mwili wangu ufanye kazi? Hakuna kubahatisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka nidhamu ya mwili huu utafanya kazi kwa utaratibu alioweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukikosa kitu ambacho mwili unahitaji, lazima utapata matatizo. Je, katika chakula ambacho nakula hiki, je, kuna zile vitamins ambazo zote nahitaji kwa ajili ya mwili wangu? Je, nimepata protini ambazo zinanitosheleza kwa ajili ya mwili wangu? Je, nimepata mafuta ambayo yananihitaji kwa ajili ya mwili wangu? Je, nimepata yani tunasema wanga ambao utakaotumika kwa ajili ya kuzalisha nishati ndani ya mwili wangu? Kwa hivyo masala ya kula, ndugu zangu, tunahitaji kuelewa elimu hii. Tunahitaji kufahamu Mwenyezi Mungu aliumba vyakula mbalimbali kwa ajili ya mahitaji ya ule mwili vile alivyoumba. Sasa hapa lazima pawepo uwiano. Elimu hii ya lishe ni muhimu sana kwa ajili ya kuwa na afya nzuri, na ndivyo tunaweza kujenga yani familia ambayo yenye kuwa na siha mzuri. Tutajiepusha sana kwenda kuwaona madaktari, na kwenda kuwaona madaktari bila shaka ni kutumia pesa, na tunajua kwamba ukitumia pesa ni kwamba unapunguza kipato chako. Kwa hivyo utaona ya kwamba ili tuweze kujenga jamii yenye kuwa na afya nzuri, yenye kuwa na maendeleo, ni kujiepusha na maradhi, ni kujiepusha na matatizo. Insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuelewa elimu hii, kuifahamu vizuri, tukaweza kujenga mili iliyokuwa na nguvu, tukaweza kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu, tukaelewa alichokitaka Mwenyezi Mungu, tukawa tunakula chakula tukipiga mahesabu, tunajua ya kwamba kweli hapa kila kirutubisho kile kinachohitajika katika mwili wangu, alhamdulillah, katika mlo huu nimekula vizuri. Kula vizuri na kula mlo uliokuwa kamili ni njia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuheshimu ule utaratibu na mpangilio alioweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kinyume na hivyo, ndugu yangu, ni aina fulani ya kukufuru neema ya Mwenyezi Mungu, bali ujinga bila shaka kutupeleka katika kukufuru neema za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepusha, tuweke mbali na kufuru hizo. Kwa hivyo tutafute elimu na tujitahidi tuweze kujenga afya zilizokuwa bora kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa kiujumla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.